Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kwa kushirikiana na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC na mwanasiasa maarufu Dr. Wilbrod Slaa amefungua kesi ya kikatiba dhidi ya Waziri wa Mambo ya Ndani nchini Patrobas Katambi pamoja na wenzake 6. TLS na wenzake wamefungua kesi hiyo Mahakama Kuu Masjala ndogo Tabora chini ya hati ya dharura, wakipinga hatua aliyoitoa bungeni hivi karibuni kuhusiana na zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Mbali na Katambi aliyeshtakiwa kwa jina lake, wadaiwa wengine katika kesi hiyo ni Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi, Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP na Mwanasheria Mkuu wa Serikali IG. Pia wamewaunganisha wadhamini waliosajiliwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wadhamini waliosajiliwa chama cha ACT Wazalendo. Juni 26, 2026, akiwa bungeni jijini Dodoma wakati wa vikao vya bunge vikiendelea, Waziri Katambi alipiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa nchini kote kwa kile alichoeleza ni sababu za kiusalama, akimwelekeza IGP kutekeleza agizo hilo. Nilisikia tamko la Mheshimiwa Waziri tarehe 26 wakati anatoa alikuwa anajibu kuna maswali bungeni, wakalizungumzia hilo jambo la kuzuia, anaelekeza jeshi la polisi hasa IGP ili aweze kuzuia vyama vya siasa visifanye mikutano yao kwa kile kitu ambacho inaonekana ni hali ya tishio ya kiusalama. Sasa mimi niseme nchi hii ni nchi ambayo inaundwa, inafuata misingi ya sheria, katiba na utawala bora. Na sisi tumejengwa kwenye msingi mkubwa mmoja kwamba tuna ukuu wa katiba au wanaita constitutional supremacy. Ni tofauti na nchi zingine ambazo hazina katiba iliyoandikwa kama ya kwetu, nchi labda za kifalme, ambao inawezekana pengine busara za mfalme kwa sehemu zikawa ndio zinatumika. Lakini pia hata hizo falme za karne hii ni tofauti na karne za zamani, zile falme za zamani ambao walikuwa wanaita absolute monarch, ambao mfalme alikuwa yeye mwenyewe ni sheria. Kwa hiyo sasa ukiangalia hata falme tu zilizopo, tofauti yake na jamhuri haiwi kubwa kivile, kwa sababu unakuta hata nchi kwa na mfalme bado kuna misingi ya kisheria, misingi ya kikatiba ambayo mfalme pia lazima hakikisha anafuata, kwa haendi kama anavyotaka. Kwa sababu ni nchi ambayo inaundwa katika utawala wa sheria na ambayo inafuata misingi ya kikatiba na utawala bora, hatutegemei kwa hali ya kawaida kwamba kiongozi yoyote awe waziri awe mkuu wa nchi kwamba anaweza kaamka asubuhi na akaweza kutoa tamko ambalo linakinzana na sheria za nchi na linakinzana pengine na katiba ya nchi. Kwa ni jambo ambalo nafikiri ni kuhama kwenye misingi na ni upotofu, naweza nikasema hivyo. Kwa mimi kile ambacho naweza nikasema ni kwamba Mheshimiwa Waziri alijielekeza vibaya sana kutoa tamko la kwenda kuagiza kuzuia kwamba IGP azuie vyama vya siasa visifanye shughuli zao. Kwanza niweze pengine kwa kuweka tu sawa, swala la vyama vya siasa kufanya mikutano, kufanya maandamano ni swala la kisheria, ni swala la kikatiba, kwamba sisi tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imetoa haki ya watu kukusanyika, haki ya watu kutoa maoni yao, kuzungumza, kwa sababu huwezi kuzungumza kama una mkutano. Imetoa haki ya watu vile vile labda pengine kuweza kukosoa masuala fulani ambayo yanajitokeza, lakini vile vile katiba imetoa haki hata watu kuandamana, na hilo inaenda sambamba vile vile na sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 na hasa kile kifungu cha 23, na inaenda sambamba vile vile na sheria la jeshi la polisi na polisi wasaidizi au wanaita Police and Auxiliary Services Act. Hii ni sheria sura namba 322 ambayo ndio inasimamia jeshi la polisi. Ukienda kifungu cha 43 vile vile kinazungumzia swala la haki ya kukusanyika, haki ya watu kuandamana, haki ya kuwa na mikutano kwa ujumla, zote zimezungumzia. Tena kwenye hii ya vyama vya siasa inajikita kwenye vyama vya siasa, lakini ya polisi haizungumzii vyama vya siasa peke yake. Hata watu wa kawaida wakiwa na mkutano mwingine wowote, wanaweza kuwa ni machinga, wanaweza kuwa ni wafanyabiashara wa kada nyingine yoyote, wanaweza kuwa ni wakulima, wanaweza kuwa ni wanamichezo, wanaweza kuwa ni watu wengine wote wana haki ya kuweza kukusanyika kwa maana ya mikutano, lakini wana haki vile vile ya kuweza kufanya maandamano kwa utaratibu tu wa kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Kwa sababu kumbuka, kwa mujibu wa sheria, jeshi la polisi sio kama linatoa kibali. Jeshi la polisi kazi yao ni kwa ajili ya kupokea taarifa ili liweke utaratibu mzuri wa uratibu, kwa malengo kwamba isije ikatokea pengine nyinyi mmeomba kufanyia mkutano uwanja X
lakini uwanja X pengine kuna taasisi nyingine imeomba kufanyia pale pale. Sasa msipokuwa na chombo ambacho kina coordinate kwamba nani awepo wapi, inaweza katokea pale mkajikuta mmeenda mgongana, ikatokea vurugu. Kwa hiyo maana jeshi la polisi ndio pale kusaidia kwamba nyinyi mnataka kufanyia uwanja huu, labda wenzenu wapo, nyinyi mtafuta labda uwanja mwingine alternative, au mnataka mfanye tarehe hiyo labda kwa sababu labda kuna tishio labda pengine la kiusalama ambao ni dhahiri, pengine ilikuwa limetangazwa au polisi wanalo. Kwa hiyo msifanye tarehe hiyo, mfanye labda tarehe nyingine, au pengine siku hiyo polisi watakuwa kuna majukumu mengine mengi, watakuwa ni wamegawanyika, wameenda huko, kwa hiyo tutapata askari wa kuwalinda. Kwa hiyo tunaomba iende hizo tarehe nyingine ya mbele yake ambapo polisi watakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia kutoa ulinzi. Sheria inataka hivyo, sio kwamba waende kwa ajili ya kutoa kibali. Kwa hiyo polisi kwa mujibu wa sheria hawatoi kibali. Tunapozungumzia hata hiyo taarifa haitolewi kwa IGP, inatolewa kwa mkuu wa polisi kwenye wilaya husika au OCD, officer commanding the district. IGP yeye ni mtu, unajua sheria ikimtaja mtu specific, maana yake nataka yule aliyetajwa ndio atekelezwe. Haiwezi kama imemtaja OCD alafu utekelezaji unafanywa na IGP. Kama sheria ingesema hivyo, ingesema labda IGP anaweza kaagiza au polisi yoyote, lakini sheria ilitaja kwamba fulani ndio ambaye ameruhusiwa kwa ajili ya kutoa hizo taarifa, kwa maana kwamba taarifa ipokee kwake na yeye ndio ataratibu hilo jambo. Na sheria inasema ukishatoa taarifa kwenye jeshi la polisi, chama au watu ambao wametoa taarifa wanatakiwa kuendelea na maandalizi kwa ajili ya mkutano. Kwa maana yake nini? Kwamba moja kwa moja sheria haikutaka polisi wazuie, yani kuzuia ni pale tu inavyotokea kuna mazingira, tunasema ni exception, ambao maana yake kuna mazingira ya dhahiri ya kiusalama au kuna jambo ambalo linapelekea askari wasiwepo wa kutosha kwa ajili ya kuwasaidia kutoa ulinzi kwa ajili yenu. Kwa hiyo maana sheria ilikaa kwa mfumo huo. Sasa sijajua ni wapi hii busara mpya imetoka ya kusema polisi sasa wanaamua kuweza kutoa kibali au wasitoe. Na mbaya zaidi ambayo nimeiona na hii inatupa picha na pengine ni mjadala wa kikatiba, kwamba tumeona hichi kipindi chote mikutano ilikuwa inaenda vizuri, wala hapakuwa na tatizo. Lakini kitendo cha waziri kuzungumza tayari jeshi la polisi limeanza kuzuia mikutano watu wasifanye. Sasa kumbe hii inaleta picha kwamba kumbe mara nyingi polisi hawafanyi majukumu yao kwa utashi wao. Maana yake hii inaleta picha kwamba wanafanya kwa mashinikizo. Hapo kumbuka waziri huyu ambaye anatoa maelekezo, yeye ni mwanachama wa chama fulani cha siasa, halafu yeye ni kiongozi wa serikali ambaye ndio inakosolewa pengine na chama fulani. Sasa maana yake inawezekana kabisa kwa kuruhusu mwanya ikawa ni kichaka, waziri akatumia nafasi hiyo kuziba midomo ili watu wasiweze kukosoa serikali. Sasa mimi nafikiri hili ni jambo ambalo kwanza linapingana na ile spirit ya sheria yenyewe ambayo iliruhusu watu kuandamana, kujumuika na kutoa maoni. Kwa hiyo ni sheria ambayo kimsingi hiyo ni ukiukaji wa moja kwa moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli halijakaa sawa kwa mujibu wa sheria, ni ukiukaji wa dhahiri, wala tusipepese macho. Sheria ni kwamba na katiba ya nchi zimekiukwa. Je, waziri ana mamlaka kisheria kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa? Ni udhahiri kabisa kwamba waziri hana chembe ya mamlaka. Labda niseme tu waziri mamlaka yake ni ya kisera. Unajua unapokuwa na vyombo vya ulinzi na usalama kama polisi, hiki ni chombo ambacho kina watu ambao ni trained, wana mafunzo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao. Sheria imewekwa mamlaka yao, taratibu zao zote zimeshawekwa kwenye sheria tayari. Kwa maana yake kiongozi wao mkuu wa jeshi la polisi ni sheria. Ila waziri anaingia kwa sababu kuna mambo ya kisera, jinsi ya kuratibu angalau wanapofanya majukumu yao, hakikisha angalau wanatekeleza sera ambayo ipo. Lakini hakuna namna waziri anaweza kaingia jikoni sasa akaanza kuagiza jinsi ya kufunga pingu, mtuhumiwa afungoje pingu, akaagiza kwamba yule akamatwe na yule asikamatwe, kwa sababu ukifanya hivyo maana yake waziri ameshavuka mipaka. Huko sio nafasi yake. Tunasema kazi ya waziri anatakuwa aache macho yake yawe macho, anaangalia kuona kama sheria na sera za nchi zinakuwa complied, lakini asiweke mikono yake. Kwa hiyo tunasema you keep your eyes open but your hands off. Usiingilie kwa kuingiza mikono yako. Acha jeshi la polisi liende. Kama kuna mambo labda ya kisera na kukosewa, unaweza ka advise, au mwisho wa mwaka mkikaa mnapofanya tathmini ya utendaji mkaonyesha mapungufu, kwa mlikuwa na mapungufu hapo kwenye sera yetu, pengine labda ya ulinzi, labda watu wameendelea kutekwa, imeonekana hamjawa na pengine mechanism au strategy ya kuweza kupambana nayo. Hayo ni mambo ambayo waziri anaweza kukaa baadaye kwa ajili ya kuadvise, kuona wanatakiwa na mkakati. Sio kwamba yeye aingie kwamba sasa nimeagiza bwana
wale wenye macho mekundu wote watakuwa ni wavuta bangi, nimeagiza mkakamate. Huo sio utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo ni kazi ambayo polisi wanatakiwa waifanye wenyewe bila kuingiliwa. Na nimezungumzia kwamba pengine hili limetupa, mimi ninavyoiona, tunasema is a blessing in disguise, kwamba ni jambo baya limejitokeza, lakini ndani yake limebeba baraka. Kwa nini baraka? Sababu linatufungua macho tunavyoenda kwenye mjadala wa katiba mpya, pengine tujaribu kutazama nafasi ya polisi kwa namna ya tofauti. Sasa hivi najua polisi yetu hakuna kifungu cha moja kwa moja kwenye katiba ambacho kinataja nafasi ya polisi, kuanzishwa kwake, IGP atapatikanaje, makamanda wakuu wanapatikanaje, uhuru wao wa utendaji wa kazi utakaeje. Sasa hivi kwenye katiba yetu ni jambo ambalo halipo. Kwa kilichopo tu, ibara inazungumzia kwamba rais atakuwa na uwezo wa kuunda na kuanzisha majeshi mbalimbali. Kwa hiyo imeishia hivyo, majeshi mbalimbali, maana jeshi la wananchi nini, vikosi mbalimbali vyote vinaingia. Vinapatikanaje na nini